Je, umewahi kujiuliza kwa nini wengine wanaweza kuwa na biashara ndogo na baada ya muda wanapata kipato kizuri wakati wewe bado unasubiri mtaji mkubwa? Ukweli ni huu, huhitaji mamilioni ya pesa kuanza biashara. Unahitaji wazo sahihi kuhusu kuanza na nidhamu ya kuendelea na hata matokeo yanapochelewa. Watu wengi wanaamini kuwa biashara lazima iwe ya duka au ofisi ya kifahari. Unahitaji kuwa na mtaji mkubwa, lakini ukweli wa biashara nyingi ni kwamba lazima ianze na hatua ndogo. Kama unataka kuanza biashara yenye nafasi kubwa ya kukua, tafuta huduma ambazo watu wengi wanahitaji kila siku. Kwa mfano, huduma za chakula, huduma za usafirishaji, kutengeneza maudhui mtandaoni, kuuza bidhaa kupitia mitandao ya kijamii. Biashara hizi zina faida moja kubwa. Unaweza kuanza kwa gharama ndogo na kuendelea kukua kadri unavyopata wateja. Siri ya mafanikio si kuanza kubwa, bali ni kuanza na kuhakikisha mteja anaridhika ili arudi tena na tena. Fikiri mtu anayeanza kupika chakula nyumbani na kuuzia wateja wafanyakazi 5 tu ofisini. Anaanza na wateja 5, baada ya miezi kadhaa anaongeza wateja na biashara inaanza kukua. Biashara nyingi kubwa unazoziona leo zilianza kama wazo dogo. Tofauti kati ya waliofanikiwa na walioshindwa mara nyingi si akili nyingi zaidi, bali ni uamuzi wa kuanza mapema. Usisubiri muda mkamilifu, kwa sababu muda huo unaweza usije kabisa. Kwa nini watu wawili wenye mshahara unaofanana wanaweza kuishi maisha tofauti kabisa? Mmoja anakuwa tajiri, mwingine anabaki kwenye matatizo ya kifedha. Siri iko kwenye namna wanavyofikiri kuhusu pesa. Watu wengi huamini kwamba utajiri unatokana na elimu, bahati au kipato kikubwa. Lakini ukweli ni kwamba saikolojia yako kuhusu pesa ni mchango mkubwa zaidi kuliko unavyofikiri. Kila uamuzi unaofanya kuhusu pesa unaathiriwa na hisia, tabia na imani ulizojenga na miaka mingi kuhusu pesa. Mara nyingi changamoto ya kifedha si ukosefu wa maarifa, bali ni namna akili yako inavyofikiri kuhusu pesa. Watu wengi wanajua wanapaswa kuweka akiba, kuwekeza au kuepuka matumizi yasiyo ya lazima, lakini bado wanashindwa kufanya hivyo kwa sababu hisia huwashinda. Hofu huwafanya waogope kuanza, pupa huwafanya watake matokeo ya haraka, kukosa nidhamu huwafanya washindwe kufuata mipango yao. Fikiri watu wawili wanaopokea mshahara sawa kila mwezi. Wa kwanza hutumia kila anachopata mara moja. Wa pili hutenga sehemu ya kipato chake kwa akiba na uwekezaji. Baada ya miaka kadhaa, tofauti yao si kipato, bali ni mtazamo na tabia walizonazo kuhusu pesa. Siri kubwa ya utajiri si kupata pesa nyingi zaidi. Siri ni kuwa na nidhamu, utulivu na uwezo wa kudhibiti hisia zako unapofanya maamuzi ya kifedha. Ukibadili fikra zako kuhusu pesa, unaweza kubadili maisha yako yote. Je, ni somo gani muhimu zaidi ulilojifunza kuhusu pesa katika maisha yako? Andika maoni yako hapo chini na usisahau kufuatilia ukurasa huu kwa mafunzo zaidi kuhusu fedha na maendeleo binafsi. Je, umewahi kujiuliza kwa nini baadhi ya watu wanaweza kuwa na heshima na ushirikiano bila kupaza sauti wala kulazimisha? Watu wengi hudhani kwamba ili kushawishi watu wengine lazima uwe mkali, mwenye mamlaka au mwenye nguvu. Lakini ukweli ni kwamba wema unaweza kuwa silaha kubwa yenye nguvu zaidi kuliko unavyofikiri. Fikiri hali hii. Mtu anaweza kukukosea au kukujibu kwa ukali. Badala ya kujibu kwa hasira, unamjibu kwa heshima na utulivu. Ghafla hali ya mazungumzo inabadilika. Hii ni kwa sababu wema huondoa ulinzi wa kisaikolojia ambao watu wengi hujenga wanapohisi kushambuliwa. Unapotoa pongezi za kweli, kuonyesha huruma au kuthamini juhudi za mtu, anajenga daraja la kuamini. Na pale ambapo kuna uaminifu, ndipo ushawishi huja kwa urahisi zaidi. Mfano, mfanyakazi mwenzako anapofanya kazi nzuri, badala ya kunyamaza mwambie, nimeona jitihada zako na kwa kweli kazi hii umefanya vizuri sana. Maneno hayo ni machache sana, lakini yanaweza kumfanya awe wazi zaidi kushirikiana na wewe kila siku zijazo. Nguvu halisi ya ushawishi si kuwafanya watu wakutafute au wakuogope kwa hofu, bali kuwafanya wakusikilize kwa hiari. Na mara nyingi wema ndio funguo za mioyo ya watu wengi duniani.
Leo jaribu tendo moja dogo la wema kwa mtu mmoja. Unaweza kushangazwa na matokeo utakayoyaona. Fuata ukurasa huu kwa mafunzo zaidi ya saikolojia, maendeleo binafsi pamoja na elimu ya fedha.